tukakuta tayari vijana wameshafanya uharibifu. Tukaona tukiendelea kupambana nao itakuwa lazima tutaumizana pande mbili. Kwa tukaona wacha tutulie kwanza wamalize yao, basi nasi tukaja tukazima moto. Baada ya kufika hapo tumeona sasa wamechoma nyumba. Si ndio waliochoma nyumba wale. Uharibifu kama unavyoona, kama walivyochomoa bomba ya maji hapo wameharibu. Nyumba imeharibika. Hakuna kilichosalia kwenye nyumba. Migomba, na hata kule juu amekata migomba, niliambiwa na mwenyekiti leo asubuhi. Kwa uharibifu ni mkubwa. Nafikiri tu chanzo ni walikuwa kwenye baa. Mimi niliambiwa tu walikuwa kwenye baa. Kwa hiyo sikuweza kuelewa, na baada ya polisi kuja tulifika mpaka eneo la tukio. Vijana walikuwa wengi, siwezi kuhesabu kwa sababu ni usiku, na walikuwa wengi. Sisi tu walikuwa wakifanya kazi yao, walikuwa wanalia. Hapa ni kwa William Mongazi. Sasa anatuhumiwa kwamba yeye ndiye alihusika kupambana na kugombana, waligombana kule kwenye baa. Na sijui hatimaye baadaye yule mwingine nasikia amepata kama kuja kufariki. Jina naitwa Lotisareyo. Mimi ni mwenyekiti mstaafu. Kwa tatizo lililotokea hapa, kwa kweli inasikitisha sana. Kwa sababu vijana wa sasa hivi hawaambiliki. Na mimi nilipigiwa tu simu, hapa ni kwetu pia. Nikafika hapa, nikakuta yaliyotokea. Wanabomoa nyumba, wanachoma. Lakini hatujaweza kuwasogelea kwa sababu walikuwa wanatafuta watu, hawana mipaka. Kwa hiyo kwa kweli nilichojua mimi ni haya tu, kukuta nyumba imeshabomolewa, lakini mwanzo siwezi kujua ni nini. Wanavyosema ni kwamba vijana wamegombana kwenye baa. Waligombana kwenye baa, kwenye ulevi. Baada ya hapo ndio wakagombana, wakapigana na machupa. Kwa hiyo ikatokea maafa kama hayo.